Okay, karibu tena. Katika series hii tutaongelea kuhusu PHP arrays. Na kabla tujaanza, ningependa kufungua faili jingine katika project. Ningeliname array.php. So humu ndani ningefungua HTML document kama tunavyofungua kawaida. So HTML, piga enter, ningeandika array page, alafu kama kawaida katikati niandike h1 kuonyesha kwamba array page imerun. Sorry. So nitakuja katika browser, nitaweka file array.php katika project, nione, naona limerani. So tunachotaka ni kusoma array. So tuangalie tatizo gani ambalo lilipelekea kugundua array kwamba ni solution katika hilo tatizo. Unapo declare variables, mfano una declare majina ya wanafunzi labda 10, utaandika mwanafunzi labda mwanafunzi wa kwanza, utaandika jina lake labda, sorry sijafungua PHP, kwa hiyo inabidi nifungue PHP kwanza kwa sababu hii ni document ya HTML, kwa hiyo lazima nifungulie PHP. Kwa nitafungua PHP, ndani yake nitaanza kuprogram kwamba mwanafunzi wa kwanza tutamuita Vincent, mwanafunzi wa pili tutamuita Juma, mwanafunzi wa tatu tutamuita Daniel, na kuendelea. Lakini hii siyo njia, naweza nikasema sio njia rahisi, kwa sababu kama utapewa wanafunzi 100 ili wote uwaweke katika data, uwaweke katika variables, basi utatumia muda mrefu sana kudeclare mwanafunzi mmoja mmoja. Na vile vile ukipewa majina ya wanafunzi 100, kuanza kuya process ya majina, yani kuyaangalia au kuyatoa nje katika screen watu wayaone, itahitajika uwe una echo hivi, una echo alafu unaandika jina la mwanafunzi. Let's say una echo, una mwanafunzi wa kwanza, kwa hiyo uta echo mwanafunzi wa kwanza, hivyo hivyo uta echo mwanafunzi wa pili, uta echo mwanafunzi wa tatu. Sasa hiki kitu kinakuwa sio efficient, inamaanisha unatumia muda mrefu na vile vile unatumia resource nyingi katika kompyuta. Sasa kwa kugundua hili tatizo, PHP na programming language nyingine zimeweka mfumo kwamba unaweza ukadeclare variable moja ambayo ikabeba data nyingi, na hiyo variable tunaita array. So katika PHP ukitaka kudeclare array, unaweza ukaandika tu kwamba array yangu inakuwa kama begi, ambalo hilo begi linaitwa wanafunzi. Alafu unasema sawa sawa na hilo begi linaitwa array. Sasa jinsi ya kudeclare array katika PHP, unaweza ukaandika tu array, alafu ndani yake ukaandika jina la kwanza ambalo ni Vincent, ukaweka jina la pili ambalo ni Juma, na jina la tatu ambalo ni Daniel. Kwa hiyo hadi hapa unaona ya kwamba tuna data mbili, tuna data za aina ya kwanza na tuna data ya pili. Lakini amini usiamini ya kwamba hii data ya pili ni sawa sawa kabisa na hizi data zote za juu. Inamaanisha hii imesimama badala ya kuandika hivi.
Kwa hiyo kama tulivyokuwa tuna access mwanzo kwamba tunaweza tuka echo mwanafunzi kwa kuandika echo mwanafunzi wa kwanza, na tukisave, tukienda katika browser tutakuta hii echo imetolewa kama mwanafunzi wa kwanza, ambayo nikija nikirefresh nilifine variable Vincent. I'm sorry, wapi nimekosea, nimeweka $2 ta save. Okay, tuende tukaangalie, ni Vincent. Kwa hiyo kama tulivyoweza kuaccess hapa katika hii variable, na vile vile tunaweza kuaccess hata katika array. Sasa kuaccess array inamaanisha kuisoma hii array vitu vilivyokuwa ndani yake. Itakubidi uelewe kwanza concept ya index katika array. Array, unavyoeka element katika array, basi unabidi ufahamu ya kwamba hizo element zinawekwa katika kitu kinaitwa index. Inamaanisha unavyozidi kuweka element, basi zinapewa namba zake, ambazo hizo namba zinawakilisha position ya hicho kitu kilichokiweka kwenye array. Kwa hiyo mfano, ukideclare array ukaweka element kama hii ya kwanza, basi hii element ya kwanza siku zote inaanza na index ya 0. Unavyozidi kuweka kama Juma na Daniel, zinaendelea kuhesabika 1, 2 na kuendelea. Kwa hiyo kama hapa index ina Vincent imepewa index ya 0, 1, 2 na kuendelea. Kwa hiyo kama tuna jina jingine hapa likaitwa ni Dennis, basi hili jina litakuwa ni index ya 3, kwa hiyo inahesabika 1, 2, 0, 1, 2, 3 na kuendelea. Kwa hiyo kama tunataka kuaccess element katika array, basi syntax yake itakuwa ni jina la hilo array, yani inakuwa array name inaanza, alafu unaweka mabano haya, mabano kama boxi, alafu ndani unaandika index. Kwa hiyo hii syntax ndiyo syntax ya ku access array, inamaanisha ya kuangalia elements katika array. Kwa hiyo utaandika jina la array, alafu mwisho wake utaandika index, kwamba ni element unayosearch ni index namba ngapi. Kwa hiyo hapa kwetu nikifuta hichi kitu, tunajua kwamba array, jina la array yetu linaitwa wanafunzi. Kwa nitaandika wanafunzi, alafu nitaweka mabano. Nitataka ku access jina la kwanza, ambalo jina la kwanza la pili, ambayo ni Juma. Lakini kumbuka kwamba hii ina index ya 0 na Juma ina index ya 1. Kwa hiyo nikitaka ku access Juma, basi itanibidi niandike hapa 1 ili iniletee element ya pili katika array. Kwa hiyo hichi kitu nikija nikiki echo nika save, basi itaniletea jina kuwa ni Juma. Kwa hiyo hapa nime access element ya pili. Hivyo hivyo nikitaka ku access element ya kwanza nitaandika 0 na vile vile itaniletea Vincent. Sasa je, endapo nikitaka kuitoa array yote nika echo kwa kuandika echo afu jina la array, nini kitaleta? Italeta error. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimetaka kutoa array, lakini hii array siyo type ya string. Niki echo inamaanisha kitu ninachotaka kukitoa ni aina ya string, kwa hiyo nataka nitoe neno, ndio maana na echo. Lakini hapa wanafunzi ni array, kwa hiyo siwezi nikaitoa kwa ku echo. Kwa hiyo nikitaka kuitoa array itanibidi niandike kitu kingine kinaitwa print r. Kwa hiyo print r yenyewe nifute, inapokea parameter hii print r
inapokea parameter ya array. Kwa hiyo nikiandika print r alafu ndani nikapitisha parameter ambayo ni array, basi array yangu itatolewa kama hivi tunavyoiona. Sasa hili jambo unaweza ukakutana nalo mara nyingi, kwa sababu muda mwingine unapewa variable alafu hujui ile variable ni ya type gani, na maanisha ni data type ya aina gani. Kwa hiyo ukiecho ile variable ikakuletea error, inamaanisha kwamba hiyo variable umetaka kuitoa kama string, lakini sio string. Hiyo variable ni array, au wanaweza wakakwambia ni object ambayo bado tujaongelea. Kwa hiyo kusolve hilo jambo kwamba kama una variable lakini hauijui hiyo variable ni ya data type gani, basi unaweza niifute hapa ukaandika kwamba var dump, alafu ukisha var dump unaweka wanafunzi. Inamaanisha var dump itatoa data type ya variable uliyoiingiza. Kwa hiyo kama hapa nikisave, nikija nikirefresh, basi wameniletea kwamba hiyo data type niliyoingiza ni array. Array ambayo ina elementi 4. Alafu mbele yake wakaanza kunitolea hizo elementi hadi mwisho. Kwa hiyo ndiyo var dump inafanya kazi. Tukiangalia hii array ilivyotolewa, tunaiona ipo tofauti kidogo na tulivyozoea kuiangalia. Sasa kama nikija niki right click, nikaja kwenye view page source, nikishusha chini, tunaona ya kwamba tuna variable ya array, ambayo hii array ina elementi 4, ambazo hizi elementi zikaanza kutolewa, lakini zikatolewa kwa utofauti kidogo. Zikatolewa kama wakapewa, akaandika index ya 0 ikapointi to Vincent, index ya 1 ikapointi katika string, kwamba hii elementi ya mbele yetu hapa ni string, ambayo variable yake, ambayo value yake ni Juma. Alafu kuna elementi ya pili ambayo ni string nayo, ambayo value yake ni Daniel. Sasa hii syntax ya kuleta hapa variable data type yake imetokana na kuandika var dump, lakini nikitoa var dump nikirudisha print r nikasave, nikija nikikata, nikaja kwenye page nika refresh, tunaona value yetu ambayo ni array imekuja. Na vile vile nikija niki view page source, tunaona ya kwamba imekuja kama tunavyohitaji. Inamaanisha imekuja array ambayo ina index ya 0 imepoint katika Vincent, index ya 1 imepoint katika Juma, index ya 2 imepoint katika Daniel, na ya 3 katika Dennis. Sasa unaweza ukajifikiria imekuwaje vimeleta vimshale hivi, alafu na hizi namba zimeletwa wakati sisi kule katika kodi hatujaziandika. Ni kwamba hii ndiyo kitu ambacho kinakuwepo katika array kama index, kama nilivyosema mwanzo ya kwamba ukiweka element katika array basi zinapewa default index, ambazo hizo default index zinaanzia 0. Kwa hiyo japokuwa hatujaandika katika array yetu index, lakini kumbuka hiyo ni syntax ya PHP inayotoa index yenyewe by default, inaipa, na inaipa kwa kitu kinaitwa arrow notation. Sasa tunaweza tukaweka na sisi hizi arrow notation katika array yetu. So kama tunavyoona yeye alivyoweka hapa, na sisi wenyewe tunaweza tukaweka vile vile. Kama utataka, basi utakuja utafuta hizi namba, utafuta haya majina yote, utaanza kusema ya kwamba mimi nataka
jina langu la kwanza, wewe utaandika namba tu, utaandika jina langu la kwanza la 0 lipointi kwa Vincent. Kwa hiyo kwa kuandika hivi inamaanisha utakuwa una index ya 0 ambayo hiyo index itapointi jina Vincent. Kwa hiyo sasa hivi kama nikija nikisave alafu nikirefresh katika peji yetu, nifute hii peji ambayo tuliweka katika page source, tutabaki na original page. Kwa hiyo nikija hapa nikirefresh, tunaona tuna index ya 0 na hiyo index imepointi katika Vincent. Kwa hiyo sasa hivi kama nikitaka ku access element ya 0 ambayo ni element ya kwanza ambayo ni Vincent, basi ninaweza nikaja nikasema echo, nita echo wanafunzi, alafu nita access element ya kwanza ambayo ina index ya 0. Kwa hiyo nita save, nitakuja nita refresh, tunaona nimepata Vincent. Sasa unaweza ukawa umepata swali ya kwamba umesema hatuwezi kuecho array, lakini mbona hapa wewe umeweka echo? Swali zuri. Ni kwamba japokuwa wanafunzi ni array, lakini element zake za ndani sio array. Inamaanisha hii Vincent ni string. Kwa hiyo hapa nilivyo access element ya 0, inamaanisha jibu linalopatikana hapa ni string, kwa sababu nime access element ya 0 ambayo hiyo element ni string. Kwa hiyo hichi tutachokipata hapa ni string ambayo tunaweza tukai-echo. Lakini kama nikifuta hii element niliyoiecho, inamaanisha hichi kitu chote ni array, na array yote hauwezi ukai-echo. Nadhani kama umeweza kunielewa. Kama haujaelewa hapa, basi usijali. Hii ni concept ambayo tutaiongelea mara kwa mara, unaweza ukaelewa mbele. Kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo hii ni element ya kwanza. Nikitaka kuweka element ya pili, nitaweka index ya 1 na pointi katika element ya pili ambayo ni Juma. Kwa hiyo nikija nikisave, nika print r, sio echo, print r, alafu nikatoa jina la array yangu ambayo ni wanafunzi. Nikaja nikafunga, nika refresh katika browser, tunaona imekuja array ambayo ina element mbili ambayo ni Vincent na Juma. Kwa hiyo hii ndiyo njia ya kuweka arrow notation katika array, lakini mara nyingi utakuta kwamba hizi array hawazipangi hivi, kwa sababu hivi ukipanga hivi inakuwa ni ngumu kusomeka. Na ndiyo maana hata tukija katika browser, tukienda katika page source, tunakuta kwamba wanazipanga tofauti, kwamba wanafunga bano, alafu wanaandika element zote katikati, alafu mwisho wanafunga bano. Hii njia ni rahisi kusoma. Kwa hiyo hata sisi tungependa kuandika hivyo, kwa sababu hivyo ndio rahisi kusomeka. Na utaona sehemu nyingi sana watu wakideclare array wana declare kwa syntax hii. Kwa hiyo nitaenda hapa, nitashusha chini, na kila nikiweka mkato na kuwa naandika chini, na bano la mwisho litafunga chini. Kwa hiyo element ya kwanza ambayo ni Vincent ambayo ina index ya 0, element ya pili ambayo ina index ya 1 ni Juma. Kwa hiyo kama tunataka ya tatu, basi tunaweka mkato hapa mwisho, tutashuka chini, tutaandika index ya pili. Index ya pili itapointi katika Daniel. Kwa nikisave, inamaanisha nikija nikirefresh, sasa hivi array yetu ina element 3. Nikirefresh, tunaona kuna index ya pili imeongezeka ambayo ni Daniel. Kwa hiyo hii ndiyo njia ya kuaccess array katika PHP. Sasa baada ya kuintroduce arrow notation, tunaweza tukaweka kitu kingine.
kwa sababu hapa tunawakilisha variable kwa namba, yaani tunawakilisha hizi value zetu kwa namba. Inamaanisha ukiaccess namba 0 unapata element ya kwanza, ukiaccess namba 1 unapata element ya pili. Lakini je, tukitaka kuzipa majina halisi, kwamba mimi nataka data zitakazokuwa humu ziwe data za mwanafunzi mmoja, lakini hizo data ziwe ni jina lake, uzito wake, shule yake, nyumbani kwao, wanakaa wapi na vitu kama hivyo. Je, nitawekaje data kama hizo? Kwa hiyo mimi ninaweza declare array ambayo inaita data za mwanafunzi. Nikasema hizi data za mwanafunzi zikae katika array. Zikae katika array, nikafunga. Alafu ndani ya array, kama tunakumbuka, nimeelezea kwamba tunashuka chini, alafu hapa kati tunaandika elements zote zinazotakiwa. Kwa hiyo tumezoea tunaandika index ya 0, tukaweka pointing to, tukasema labda jina lake ambalo ni Daniel. Lakini sasa hivi tunataka kurepresent hii index na jina. Inamaanisha tunaweza tukaweka string ambayo ikarepresent index. Kwa hiyo kama hapa naweza nikaweka jina, nikasave. Inamaanisha sasa hivi tuna array inaitwa data za mwanafunzi, alafu tuna index ya jina ambayo ina point katika value ya Daniel. Kwa hiyo kama tukitaka ku access hii array ni rahisi, tutafuta hii, nitaandika print r ili ni print array yote, alafu nitaweka data za mwanafunzi kama jina la array yetu. Kwa hiyo kama nikija nikirefresh, tunaona mwanzo, kabla sija refresh, tunaona mwanzo kwamba hapa kuna index ambayo ina pointi katika value ambayo ni Vincent. Lakini sasa hivi nikija nikirefresh, ni syntax error unexpected. Hii inamaanisha kuna sehemu hatujafunga semicolon. Okay, sio hatujafunga, ni kwamba nimeintroduce semicolon sehemu ambayo haitajiki. Hapa ni mkato, inamaanisha hizi ni element ambazo zinabidi ziendelee. Kwa hiyo nimeweka semicolon, nimefunga, haitakiwi. Hapa inatakiwa ikae hiyo. Kwa hiyo nita save. Nikija nikirefresh, nimepata sasa hivi jina lina pointi kwa Daniel. Kwa hiyo sasa hivi nina array lakini sina index, bali index yangu imekuwa replaced na string. Kwa hiyo sasa hivi nikitaka ku access element katika array, basi ninaweza nika echo nikasema array name ambayo ni jina la mwanafunzi, nikaweka box. Lakini sasa humu ndani, baada ya kuandika index ya 0 ili ije element ya kwanza, ninaweza nikaandika jina. Kwa hiyo kwa kuandika jina, basi naweza nikaja nika refresh, ikaniletea Daniel. Kwa hiyo sasa hivi nilichokifanya ni kwamba nimereplace ile index ambayo tumezoea kuiweka na string ili iwe rahisi kusomeka. Kwa hiyo sasa hivi ninaweza nikaja nikasema jina, afu nikaweka data nyingine inaitwa umri. Nikasema ana miaka 18. Hii sijaifungia mabano kwa sababu ni namba. Kwa hiyo namba unaweza ukaiweka bila kuifungia mabano. Kwa hiyo hapa naweka mkato, nikasema umri, nikasema nyumbani, kuwakilisha data ambayo inakaa badala ya sehemu anapoishi. Kwa hiyo nyumbani nikasema ni Dodoma. Nikasema data ya mwisho ambayo inaitwa wazazi, nikasema wazazi itasimama badala ya wapo, inamaanisha bado wapo wazima. Kwa hiyo kama nikija hapa nikisave,
alafu nikasema ni print array yote. Kwa hapa na print array ambayo inaitwa data za wanafunzi, data za wanafunzi. Kwa hiyo nikija nikirefresh, tunaona kwamba data za mwanafunzi zimetoka. Vile vile niki right click, nikija ku view page source, nikashusha chini, tunaona kwamba data zimekuja kwamba ni jina, umri, nyumbani na wazazi. Kwa hiyo sasa hivi hatuna haja ya kukariri kwamba index ya moja ndiyo inabeba umri, bali tunaweza tukasema kwamba umri wa mwanafunzi, nipe umri wa mwanafunzi, kwa hiyo ikakuletea 18. Kwa hiyo hichi tunaweza tukakionyesha. Ningependa kurudi hapa kwanza, tungependa kukionyesha katika kodi kwamba sasa hivi sina haja ya kukariri index. Ninaweza nikaandika tu echo, alafu nikaandika array, jina la array inaitwa data za mwanafunzi, alafu mbele nikasema tu umri bila kujua index ya ngapi, nikaandika tu umri kwa sababu nafahamu kwamba katika array yetu kuna umri wa mwanafunzi. Kwa hiyo nikiecho umri wataletea ni miaka 18. Na vile vile sina haja ya kukariri wazazi ipo katika, kama ana wazazi au nyumbani index ya ngapi, ninaweza nikaandika nyumbani, nika save, nikaja huku nika refresh, ikaniletea kwamba ni Dodoma. Kwa hiyo hii ndiyo njia ya kuhifadhi data katika array, lakini kwa arrow notation. Arrow notation inatusaidia sisi kwenye ku-access data iwe ni rahisi, kwa sababu hakuna haja ya kukariri data gani ipo katika index gani, kwa sababu tunai-assign index kwa string ili tu iwe rahisi kuisoma. Kwa hiyo hadi hapa ningependa kuishia hapa. Bila shaka utakuwa unauelewa kidogo kuhusu array. Ningependa kama una resource nyingine upitie, usome, uweze kuzielewa vizuri, lakini naamini tutorial hii nimeelezea vizuri, basi unaweza ukarudia tena kama haujaelewa kuiangalia hii tutorial ili upate uelewa, kwa sababu arrays ni vitu ambavyo tunavitumia sana katika PHP. So baada ya kufika hapa, ningependa kuishia hapa. Naomba tukutane katika tutorial zangu zinazofuata ili tuendelee kujifunza PHP. Asante.